wakasema la, msiseme kwamba bid'a kulluha dalala. Naam, kweli mtume amesema wa kullu bid'atin dalala, lakini iko bid'a hasana na bid'a sayyi'a, na wanazuoni hawa hapa wamesema maneno haya. Mafhumu unaotokana na kugawanya bid'a ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'a, mafhumu inayotokana na kwamba bid'a inagawanyika sehemu mbili, bid'a nzuri na bid'a mbaya. Bid'a nzuri itakuwa inakubalika na bid'a isiyokuwa nzuri itakuwa madhmuma, ikubaliki. Bid'a mahmuda, bid'a madhmuma, bid'a hasana, bid'a sayyi'a. Msimamo wa uhakika katika mafhumu hii uko wapi? Msimamo wa uhakika ikhwan, likulli man ittala ala aqwali al-a'imma wal ulama al-mu'tabarin, kwa kila aliyetizama na anayesoma na anayepekua maneno ya wanazuoni wanaotambulika na wanaotegemeka, anakuja kugundua ya kwamba albid'atu kulluha dalala, bid'a yote ni dalala. Hadha huwa alhaq alladhi la miryata fihi, hii ndio haki ambayo haina shaka wala haina utata ndani yake. Na haki hii imesimama na dalili yake ni maneno ya hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam iliyoko katika ile hadithi ya Jabir niliyowasomeni punde kidogo. Qala sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin ish dalala. Na haya ndio mashikilio ya wanazuoni waliposema kwamba kullu bid'atin dalala, hakuna bid'a ambayo ni hasana. Sasa ufahamu huu, baadhi ya watu wasomi au wasiokuwa wasomi, ufahamu huu wanaogonganisha na maneno ya wanazuoni ambao baadhi yao ni aima, ambao walikuja wakasema kwamba kuna bid'a hasana na bid'a sayyi'a. Wakasema la, msiseme kwamba bid'a kulluha dalala. Naam, kweli mtume amesema wa kullu bid'atin dalala, lakini iko bid'a hasana na bid'a sayyi'a, na wanazuoni hawa hapa wamesema maneno haya. Aljawab alawwal أنه لا يقدم قول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. hakutangulizwi kauli ya mtu yote mbele ya kauli man? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli. Hakuna kauli ambayo inaweza kutangulizwa mbele ya kauli ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hili jambo la kwanza. Kwa hivyo qala rasul alayhi salatu wasalam kullu bid'atin dalala wa kullu min alfadh al'umum, kila bid'a ni dalala. Pili, unaweza ukatiwa katika utata mwingine na mafumu nyingine ya kwamba sasa ikiwa kullu bid'atin dalala, mbona tunaona kwamba kama hivi nilivyotaja hivi punde kwamba kuna baadhi al-a'imma almu'tabarina wamesema tamko hili, kwani hawa hawakufahamu kwamba kullu bid'atin dalala? Hawakuelewa hivyo? Aljawab kalla, walielewa hivyo kwamba kullu bid'atin dalala, lakini siku na pale waliposema kwamba kuna bid'atun hasana na bid'atun sayyi'a, walikusudia taksimu hii ya bid'a hasana sayyi'a. Hawakuwa wanakusudia na wanalenga تقسيم البدعه تقسيما شرعيا, بمعنى hawakukusudia ya kwamba hii bid'a hasana na hii bid'a sayyi'a na hiyo ni bid'a ya sharia. La, lile tamko pale waliposema bid'atun hasana wanakusudia bid'a ya kilugha, albid'atu lughawiyya. Limadha? Kwa sababu wanazuoni hao waliosimama na maneno haya walionukuliwa kutoka kwao kwamba wamesema kuna bid'atun hasana na bid'atun sayyi'a, akiwemo Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, kama alivyopokea Imam al-Baihaqi fi manaqib Shafi'i,
akiwemo yeye ni mmoja wao waliosoma maneno haya na wengineo. Hawa wanazuoni ndio waliosema ya kwamba bid'atun hasana ni kullu ma wafaqa alkitaba was sunna wal ijma' au athara min athari sahaba. Haya ni maneno ya Imam Shafi'i. Kila kitu kilichowafikiana na kitabu au sunna au ijma' au athar ya masahaba, hiyo ni bid'a hasana. Sasa anazungumzia bid'a shar'iyya au bid'a lughawiyya? Hadi bid'a lughawiyya, kwa sababu hakuna utata baina ahli sunnati qatibatan, baina ya watu wote wanazuoni wote wa ahli sunna, ya kwamba kitu ambacho kinachokubalika ni kile ambacho kimesimama na kawaid na usul, kama alivyotaja Imam Ibn Rajab al-Hanbali. Tumewasomeni taarifu yake kabla kidogo. Kwa sababu bid'a kwa wanazuoni ma lam yuwafiq aslan min usuli sharia wala dalil yadullu alayh. Lakini kukiweko na dalil na asl yadullu alayh, hakuna utata. Mwanachuoni akija akisema hadhi bid'atun hasana, anakusudia bid'a lughawiyya. Na usishangae na maneno haya. Limadha? Li'annahu qad subiqa. Huyo mwanachuoni kama ni Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, asiyekuwa Shafi'i ridwanullahi ta'ala alayhim jami'an, kabla yao wametanguliwa biman hum aula minhu, wametanguliwa na walio bora zaidi kuliko Imam Shafi'i. Man hum? As-sahaba, akiweko khalifa ar-Rashid al-Faruq Umar bin Khattab radiyallahu anhu, يوم ان جمع الناس في صلاه التراويح في عهد, alipokusanya watu katika salatu tarawih, fi salati at-tarawih, watu wakaswali kwa jamaa. Falamma raahum Umar radiyallahu anhu, madha qala? Ni'matul bid'ah hadi, hii ni bid'a nzuri. Limadha qala Umar hadhihi bid'ah? Tena amesema ni'matul bid'ah ni bid'a nzuri. Ni'matul bid'ah bimaana hiya bid'a hasana, بدعه طيبه، بدعه مقبوله. لماذا هي بدعه؟ ماذا يقصد عمر بهذه البدعه؟ يقصد بهذه البدعه بدعه لغويه. لماذا؟ لان هذا العمل الذي قام به عمر رضي الله عنه له اصل يرجع اليه. هي kazi aliyofanya Umar ya kukusanya watu kuswali salatu tarawih fi jamaa ina asl. ما هو الاصل؟ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام مع الصحابة في بعض الليالي في جماعة. فلما خشي alipoogopea mtume alayhi salatu wasalam an la tufrada as-salah ala sahaba, tarak kuswalisha waislamu fi salati al-jamaa fi salati al-layl fi ramadan khashyata an la tuftara. هذا المانع هي مانع قد زال مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتفى المانع إلى مانع kishaondoka, hakuna kitu kingine kinachozuia kile ambacho walikuwa kitaka kufanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Umar akawarudisha watu tena katika ile jamaa aliyosimama nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. فهذا العمل به اصل يقام بالاصل هذا العمل. نdio maana قال عمر نعمه البدعه هذه.